wewe ni fundi na pia pengine una uzoefu mkubwa, kwa sababu kuyajua haya. Hivi umeenda shule kweli ndugu yangu? Shule unaenda? Umesoma ndivyo? Umesoma hadi VETA? Una cheti ndugu yangu? Hamna, VETA sijaenda. Ni mtu ya mtaani. Ni elimu ya mtaani. Sasa unaambia nini wale vijana ambao pengine wanamaliza form 4 kwenye kuhusu vitu kama hivi? Wanaweza wakajiajiri, ukapata ufundi wa mtaani. Kama umeferi kule viwandani, unaweza ukaja hapa na sisi tukakuinua kimaisha. Lakini pia sio kuferi tu, sio hivyo? Kwani mimi nimeferi? Simekuja kujifunza hapa. Sasa unafikiri hapa mimi hapa siwezi kuwa fundi? Tayari nishakuwa fundi. Unaweza kuwa fundi. Eti? Kwa hiyo jamani, mimi tu ndugu yangu nikushukuru sana. Sawa, nikushukuru sana kwa muda. Lakini hii nini? Mimi pia ufundi nataka kunizidi. Hii nini? Hii ni shaft ya gear lever. Okay, ni kala ngambo unapandisha na shusha. Hii ni shaft ya gear lever, inavaa kule ndani kwenye clutch. Okay. Kwa inaanzia huku mpaka huku. Okay. Jamani, sasa labda niwakumbushe kwamba hapa tulikuwa tunajifunza namna electromagnetic induction inavyofanya kazi kitaa zaidi, ambapo pale tumesema kuna generator, lakini pia kuna transformer, lakini pia kuna induction coil. Sasa generator kwenye pikipiki au kwenye engine tumeona ipo kwenye alternator, sio hivyo, ambayo inatengenezwa na hii magnet na nini pia na coil, starter coil inaitwa, sio hivyo? Lakini pia transformer tumeona ipo kwenye ignition coil, sio hivyo? Lakini pia hapa tumejifunza kuhusu plug inavyofanya kazi, lakini pia tumeanza kuona piston engine inavyofanya kazi, na pia tumeanza kuona nini carburetor ambayo hii hapa ndio switch ya kuruhusu mafuta, sio ndio? Ya kuruhusu mafuta kutoka kwenye tanki hadi kwenda kwenye engine, sio hivyo? Kwa hiyo jamani, nikuombe tu kwamba usubscribe kwenye channel yetu ili uweze kupata video zingine ambazo zinakuja. Zitakuwa ni video nzuri sana. Kwa hiyo asante sana. Wewe mzazi mlezi, kama na mtoto wako ana shida ya kujifunza zaidi physics, naomba kwenye comment hapo tuandikie neno malezi. Utaweza kupata maelekezo yote ya jinsi ya huyo mtoto atakavyosaidika akiwa hapo nyumbani. Lakini pia wewe unayetufuatilia, tuambie upo mtaa gani, tunaweza tukapita mtaani kwako tukajifunza wote kwa chochote ambacho unaamini kitasaidia vijana na wanafunzi kwa ujumla. Asante sana. Tukutane kwenye kipindi kingine.